Karibu Busanji TV. Mungu kwanza. Okay, na mtazamaji wa Busanji TV, Mungu kwanza, kama ambavyo basi tunaendelea kuletea habari mbalimbali za kanisa la AIC Tanzania, kanisa ambalo limeendelea kupanuka kutokana na dayosisi zake, ikiwemo pia na dayosisi ya Shinyanga. Na hapa tuko na baba askofu kutoka dayosisi ya Karibu sana. Nashukuru sana mtangazaji, naitwa Zakayo na Bagota, askofu mwangalizi wa makanisa ya AICT dayosisi ya Shinyanga, kwa maana pia tunasimamia mkoa wa Simiyu na wilaya mbili kule mkoani Geita, yani Ukombe na Mbogo. Namshukuru Mungu, mwaka huu mpya siku ya 14 hii nafika hapa Bariadi, mahali ambapo sisi kama AIC tunatarajia hapa usoni pale makao makuu ya dayosisi pendekezo, na tunaifanyia kazi. Na nimefika hapa nimetiwa moyo kwa ajili ya kazi kubwa ambazo wamezianzisha, kuonyesha kwamba matarajio kwa dayosisi yanawezekana. Kwa hiyo tunawaombea heri ya mwaka 2026 iwe ya baraka, na Mungu wa mbinguni awatangulie kwa kila jambo atakaolifanya. Mkono wa Bwana uwe pamoja nao na kila mtakaolifanya mpaka kufanikiwa. Amen. Ni mwanzo tu wa mwaka sasa na kazi zinaendelea. Labda tupate hata neno moja. Je, katika dayosisi ya Shinyanga ni kipi kipaumbele ambacho umekitanguliza sasa kuanza nacho katika mwaka huu kwa ajili ya maendeleo ya kanisa? Kikubwa sisi, kwa sababu mission yetu kubwa ni kuhubiri Injili, watu wamwamini Yesu, tupande makanisa mapya. Kipaumbele cha kwanza kabisa ni kuhakikisha kwamba tunapanua ufalme wa Mungu, na ni hamasa kwa kila jimbo kuhakikisha kwamba ndani ya mwaka huu at least hata lipande kanisa moja jipya. Lakini pamoja na hayo, tuna shughuli za kimaendeleo ambazo tunazifanya, na katika sinodi iliyopita tumeazimia kufufua shule ambayo baadaye iliingia kwenye mgogoro, lakini sasa ishampita kanisani. Mwaka huu tunafufua shule ya kanisa iliyoko huko Shinyanga Morogoro. Kwa hiyo ni maombi yetu kwamba waumini wataunga mkono ili shule iweze kuanza. Eneo ni kubwa na lipo, na tunamshukuru Mungu ametupatia ardhi tunaweza kuimiliki na kuifahamu. Ni moja kati ya watumishi wa Mungu kwa muda mrefu katika kanisa la AIC. Ukizungumzia maendeleo ya kanisa hauwezi ukakosa kuwataja wazee kama hawa, mzee Bugota kutoka dayosisi ya Shinyanga. Lakini sasa tumepata nafasi tena kukutana na mchungaji kiongozi wa kanisa hili la Bariadi, ambapo panatarajiwa kuwekwa dayosisi mpya. Ana lipi la kuzungumza na wananchi wa Tanzania? Karibu sana. Kwanza tunashukuru sana kwa fursa hii ambayo Mungu ametubariki kwa ajili ya ugeni wa baba askofu wetu dayosisi yetu ya Shinyanga, pamoja na furaha nyingine ameambatana na mzee wetu mstaafu. Huyu ni mlezi ambaye ndiye aliyenikabidhi kituo hiki cha Bariadi. Hilo ni furaha sana kwetu watu wa Bariadi. Lakini pamoja na hivyo, sisi tumepokea maamuzi ya kikatiba na mabaraza ya sinodi kuu kwamba Simiyu ni moja ya ukanda pendekezwa kuwa dayosisi. Nasi tumejipanga, moja ya mambo ambayo tumedhamiria kuanza kuonyesha kwa maelekezo ya baba askofu ni kuwa na kanisa la uaskofu, na mipango imeshaanza kama unavyoona eneo lile, kwamba tuko katika hatua za kwanza kabisa kwa ajili ya ujenzi wa kanisa la uaskofu, na mipango mingine kwa mwaka huu tuna matumaini kwamba tutaendelea. Na tushukuru sana kwa ajili ya viongozi wetu walezi. Baba askofu, karibu sana, asante kwa mwanzo wa mwaka kututembelea mahali hapa, lakini pia babangu mstaafu ambaye pia aliyenikabidhi kanisa hili, karibu sana. Amen. Kwa jina ninaitwa Amos Ndaki, ni mchungaji msaidizi wa askofu mstaafu. Kazi kubwa ambayo inayoendelea kwa sasa kama alivyosema baba askofu ni kupanua ufalme wa Mungu. Kanisa letu lina misingi mitatu. Msingi wa kwanza ni kujieneza lenyewe, lakini msingi wa pili ni kujitegemea, lakini msingi wa tatu ni kujitawala. Na kwa namna hiyo sasa tunapoona kazi hii inayofanyika inahitaji ushirikiano mkubwa, na sisi ni moja ya makanisa yanayopanda kazi ya Mungu katika nchi yetu, ili kwamba sisi tupate kushirikiana kati ya kanisa na serikali yetu. Kwa hiyo tunaomba ushirikiano mkubwa uendelee kuwepo. Safari nzuri sasa. Mungu aendelee kuwabariki watumishi wa Mungu. Tukutane tena wakati mwingine kupitia Busanji TV. Mungu kwanza.